Joina, mambo vipi? Poa, niambie. Sima kabisa. Fresh, sijui wewe. Jisikiaje kuwa sehemu ya watu ambao wamehudhuria kwenye hafla hii? Ninajisikia vizuri kwa sababu nimefurahi kuwa mmoja wa watu ambao wamefika mahali hapa. Maana kuna ambao wametamani kufika mahali hapa na hawazaweja kufika. Kwa hiyo mimi najisikia furaha sana. Najisikia furaha sana. Kikubwa ni kipi ambacho kimekuvutia zaidi hasa kwenye kile ambacho kimezungumziwa kupitia kusaini kwa mkataba huu? Rais kasema uwanja unaanza kujengwa kesho. Kimekuvutia zaidi? Kwa sababu tutakuwa na uwanja, hatutakuwa na shamba la mpunga. Utakuwa na imani gani na hiki ambacho kimezungumziwa siku ya leo? Imani ipo kwa sababu tumeaminishwa, kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwepo kwa muda mrefu, ni ndoto ambayo ilikuwepo kwa muda mrefu, ni maono ambayo ilikuwepo kwa muda mrefu, lakini kwa kauli ya leo mbele ya rais wetu ameweza kutamka kwamba uwanja tayari tushapata. Sisi kama klabu na GSM wataweza kushirikiana na kuweza kutupatia uwanja, na rais kaahidi mbele ya mashabiki, mbele ya halaiki ya watu kwamba uwanja utaanza kujengwa kesho. Kwa hiyo sisi tunachokihitaji hapa ni kuangalia matarajio yetu na kuangalia yeye ambavyo atatekeleza majukumu yake kama rais wa spoti wa Yanga African. Kuna vilabu vingine ambavyo pia wameshaweka wazi kuhusiana na ujenzi wa uwanja na taratibu zao nyingine wakawa wanazifanya, lakini mpaka sasa hivi mambo yakawa ni tofauti. Lakini na Young Africans huko nyuma na viongozi wake wa nyuma wameshazungumzia masuala ya viwanja, lakini mpaka hivi sasa tunamwona GSM kwa mara nyingine anakuja kuzungumzia katika uongozi wake. Pengine hii haikupi wasiwasi? Kwa vilabu ambavyo vimepita tusizungumzie hivyo vilabu sasa, kwa sababu vishapita, na sisi sasa hivi tupo kwenye wakati uliopo sasa hivi, hatupo kwenye wakati uliopita. Wakati uliopita ushapita, kwa hiyo sasa hivi tunaangalia tulipo sisi na tunachoenda kukifanya ni nini na kile ambacho kimeahidiwa kufanyika ni nini. Kwa hiyo sisi hapa ambacho tunaenda ukiangalia ni utekelezaji, namna gani ambavyo watatekeleza na kuweza kutupatia sisi kama mashabiki kile ambacho wamekizungumza na kile ambacho wamekiandaa kukifanya. 50% kwa upande wa GSM, 50% kwa upande wa Young Africans. Mlionekana mkiwa mnashangilia. Nini ambacho kimewafanya mshangilie na nini ambacho mnatarajia huenda mkahisi kama imekuwa ni balance kwenu au imekuwa ni itawaweka sehemu nzuri kama mashabiki wa Young Africans? Tumefurahi kwa sababu tunaenda kupata kwanza uwanja mzuri, uwanja ambao utakuwa ni quality, uwanja ambao unaweza ukaamua wewe kama shabiki kwamba mimi leo kiti changu hichi hapa naweza nikakitia jina langu na bado kikakufanya wewe uwepo usiwepo kwenye uwanja, lakini sehemu yako ya kukaa itakuwepo, kwa sababu kwanza tutajenga kiwanja bora, kiwanja kikubwa. Hatutajenga kiwanja ambacho mvua ikinyesha tunaanza kutafutana twende wapi. Tunajua kabisa kwamba uwanja ambao utajengwa tukikaa tuna uhakika hata mvua ikinyesha game linafanyaje, kambubu inaendelea na mpira unachezwa hivyo. Joina, kutoka hapo kuna mengi yamezungumziwa ambayo yako hata nje ya hafla hii. GSM akiwa ndiye mdhamini au mdhaburi wa Young Africans, sasa kwenye udhamini amezungumza na akasema Yanga bingwa. Hii ni kauli ambayo inajirudia mara kwa mara. Kwa mazingira ya uhalisia ya NBC Premier League, unaiona Yanga ikiwa bingwa? Mimi naiona Yanga ikiwa bingwa. Kwanza tajiri hana mambo mengi. Tajiri hana mambo mengi, ambao wanazungumza mambo mengi au sio matajiri. Ndio maana yeye msisitizo wake anakuambia Yanga bingwa, atawekeza kwa namna anavyoweza kuwekeza, ni mradi aweze kupata performance nzuri ya klabu na ni mradi aweze kuona klabu ikisonga mbele, na hadi sasa hivi tunaweza tukasema klabu yetu ya Yanga bado iko nafasi ya kwanza na bado Yanga ni bingwa. Hata sasa hivi game ikisema imesitishwa kwamba tuishie hapa tulipofikia, bado Yanga inakuwa ni bingwa. Kwa hiyo sasa hivi tunachokiangalia ni game zilizobaki tuweze kuperform vizuri, wachezaji waweze kujituma na kuweza kuendelea kuwa Yanga bingwa. Kitu kinachofuata ni dhidi ya JKT Tanzania kwenye michuano ya CRDB Federation Cup. Nini ambacho unakiona kwa Young Africans kwa siku ya kesho? Nategemea kupata matokeo mazuri kutoka kwa wachezaji. Nategemea kuona tukiwashinda wapinzani wetu ambao watakuwa ni JKT. Nategemea kuona performance nzuri ya wachezaji baina ya mchezaji mmoja mmoja, na kuona benchi la ufundi na namna watakavyopanga kikosi, na kikosi na imani ambacho watakipanga watakuwa na imani nacho kwamba kitaweza kupatakia matokeo mazuri. Kwa ndio kitu ambacho nakitarajia kesho ushindi. Narudi kwenye jumba la maajabu. Tutarajie maajabu kama yaliyotokea kwenye dabi? Sasa hapo tunaletea benchi la ufundi. Upo tayari kuyapokea yote? Nipo tayari kuyapokea, na uwanja ambao tunaenda kutumia ndo huo ambao tuliutumia mwanzo. Kwa hiyo hatuwezi tukajua ambacho kitatokea, lakini sisi tunachokihitaji, tunahitaji ushindi, tunahitaji wachezaji waweze kuperform vizuri, tunahitaji kila kitu ambacho tunakiona kwamba ni kizuri kutokea siku ya kesho, na kuweza kuwarudisha mashabiki ambao waliona kwamba tumepoteza, wakaona kwamba hapa wachezaji kama hawaja perform vizuri, lakini na imani kesho
wachezaji watajitahidi na wataweza kuturudisha kwenye game. Kihistoria uwanja wa JKT pale Meja Jenerali Samuyo umekuwa ni mgumu sana kwa Young Africans kuchukua alama 3 ama kupata ushindi. Pengine nini ambacho unakiona ama nini ambacho kina kupa kujiamini kuelekea kwenye mchezo wa kesho? Mwanzo tulikosesha ushindi kwa sababu ule uwanja ulikuwa kama shamba la mpunga, lakini sasa hivi jua limewaka, kwa hiyo uwanja uko fresh. Nadhani kesho tutapata matokeo mazuri na imani. Lakini hata kabla ya hapo, kabla ya hiyo dabi, uwanja huo ulikuwa mgumu kwa Young Africans. Hatuwezi jua. Hatuwezi jua. Ila na imani tutapata matokeo mazuri. Nini angalikuwa mmetoka kupoteza mchezo uliopita wa NBC Premier League? Kupoteza ni kupoteza na kupata ni kupata. Kwa hiyo kama tulipoteza nyuma, sitegemei kwamba na kesho tunaweza tukapoteza. Kwa hiyo tutajitahidi kutoweza kupoteza tena mchezo ambao unafuata. Kwa namna ambavyo unaiona Young Africans inavyoendea majambo yake, ushindani unauonaje hasa kwenye sio swala tu la timu ishinde, lakini hata uwekezaji pia wa miundombinu unaonaje na washindani wake? Ushindani lazima uwepo. Na siku zote unapotaka kutengeneza kitu kizuri, lazima upate washindani ili uweze kufikia kitu ambacho unakihitaji kukitengeneza. Bila ushindani hauwezi kutengeneza kitu kilicho bora, hauwezi kutengeneza kitu kizuri, ni hata siku moja. Ni kwamba ni hakuna. Lakini lazima upate washindani ambao watakushindanisha ili uweze na wewe kujikakamua, uweze kufanya kitu kizuri. Pengine Young Africans leo wametangaza katika hafla hii utiaji wa saini wa mkataba huo wa ujenzi wa uwanja. Kwa namna Young Africans alivyotangulia, washindani wake wa karibu Simba na watani wake wanasubiri Yanga atangulie na wenyewe wafanye jambo lao lingine. Tutarajie comeback kwenye hili swala la uwanja? Hilo swali mbona kama ninachoamini, mimi naamini viongozi wangu kuzungumzia huko kwa wengine, wataendelea nao kujipanga. Kila mtu ana maono yake, kila mtu ana sehemu yake ya kufanya kitu chake kizuri, na kila mtu anatamani naye aonekane. Wale walitangulia na sisi tunafuata, na ipo siku sisi tunaweza tukatangulia na wao wakafuata. Wenda mkapigwa comeback, maana kuna J-Roots, kuna Mo Dewji. Siamini. J-Roots, kuna Mo Dewji, kuna GSM. Sisi tuna bosi mmoja tu ambaye ni JSM na anamalizaga kila kitu yeye. Hanaga mambo mengi. Lakini kule wana mabosi wengi sana, na hao mabosi sasa wakisha kutana kila mtu anatamani afanye yeye, aonekane ni yeye. Shida ndipo inapokuja kutokea. Ukiwa na mabosi wengi ni ngumu kuja kufanikiwa kwa kitu kimoja, lakini sisi tuna bosi mmoja, akiongea shwa ameongea. Kama wataungana itakuwa ni balaa. Balaa, yani hauwezi kuunganisha mabosi wawili hata siku moja kwenye kufanya kitu. Labda klabu, na kwa mfano kama ambavyo tumefanya sisi Young African, tumetoa 50%, boss naye katoa 50%. Kwa hiyo tunajua kabisa hapa kuna uwekezaji mkubwa. Asante sana Joy. Asante.